Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa ahsanu minka lam tarakattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'a min kulli aibi ka annaka kad khuliqta kama tasha'u. Nam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuha almustamiuna walmushahiduna alkiram. Wapenzi watazamaji, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa zetu za tafsiri za sura za Qur'ani, na leo tutaanzia sura ya 106. Tutaanzia sura ya 106 ambayo ni suratu Quraishi. Lakini ni kuombe ndugu yangu mtazamaji, sio lazima, ni khiari. Kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Naam, ndugu zangu watazamaji, wanawazuoni wanasema mwenye kuota iwasoma suratu Quraish, wanasema fa innahu yut'imul masakin. Ndoto hiyo inamaanisha mtu huyo atakuwa ni mwenye kuwalisha maskini. Wa yuallifu Allahu bainahu wa baina qulubi ibadihi fil mahabba, na Mwenyezi Mungu ataunganisha moyo wake na moyo wa waja wake katika upendo. Maana yake atapendana na watu ama atapendwa na watu. Mwenyezi Mungu ataunganisha watu, watakuwa ni wenye kumpenda. Na kwa hakika mtu mwenye kufanya kheri upendwa na watu. Kwa mfano, ukiwa unalisha maskini, unalisha mayatima, unalisha wanyonge, lazima watu watakupenda. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ataunganisha moyo wako na moyo au nyoyo za waja wake katika upendo, manake watakuwa wakikupenda. Taib, na wanaendelea wanasema, na mwenye kuota yasoma sura ya 107 ambayo ni suratul Maun. Suratul Maun wanasema fa innahu yudhaffiru biman khalaqahu wa aidahu. Ndoto hiyo inamaanisha mtu huyo atawashinda, atapata ushindi, biman, kwa yule ambaye khaliqahu aliyemuumba, wa aidahu, na atakaye mrudia. Manake mtu huyo yudhaffiru, atapata ushindi, kwa maana atakuwa ni mtu mzuri tuseme mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ndiye khaliqahu wa aidahu, ndiye aliyemuumba na ndiye atakayerejea kwake. Taib, na wanaendelea wanasema mwenye kuota yasoma sura ya 107 ambayo ni suratul Kauthar. Sura ya 107 wanasema kathura khairuhu fid daraini, kathura khairuhu fid daraini, khairi zake zitaongezeka duniani na akhera. Maana yake atakuwa ni mtu mwenye kheri duniani na akhera. Suratu al-Kauthar, kama sura yenyewe inavyosema, inna a'tainaka al-Kauthar, hakika sisi tumekupa. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, tumekupa kheri nyingi sana. Kwa hivyo mwenye kuota yasoma suratul Kauthar, maana yake kheri zake zitaongezeka duniani na akhera biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Lakini wanaendelea wanasema mwenye kuota yasoma sura ya 109 ambayo ni suratul Kafirun, wanasema wuffiqa limujahadatil kafirin. Ndoto hiyo inamaanisha mtu huyo atafanikiwa kupambana na wasiokuwa na imani, atafanikiwa, atajaliwa kupambana na watu wasiokuwa na imani, kwa maana na makafiri. Kama sura yenyewe inavyoitwa suratul Kafirun, basi huyu mtu atakayeota yasoma suratul Kafirun usingizini atafanikiwa kupambana na hao makafiri kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Ama mwenye kuota yasoma sura ya 110 ambayo ni suratul Nasri, wanasema wanawazuoni nasarahu Allahu ala a'daihi. Ndoto hiyo inamaanisha Mwenyezi Mungu atamnusuru mtu huyo juu ya maadui zake, wale wanaomchukia bila sababu, wanaomfanyia uadui, wanaomtakia mabaya, Mwenyezi Mungu atamnusuru juu ya maadui zake. Mwenye kuota yasoma suratul Nasri ambayo ni sura ya 110. Naam ndugu zangu, ama mwenye kuota yasoma sura ya 111 suratul Masadi, wanasema
fa inna ba'da ahlun nifaq, ndoto hiyo inamaanisha kwamba baadhi ya wanafiki yatashammaru limuadatihi, watashamiri, watajipamba kumpiga vita, wa talaba uthuratihi, na kutafuta udhaifu wake, thumma yuhlikuhu Allahu ta'ala, lakini kisha Mwenyezi Mungu atawaangamiza, Mwenye kuota yuwasoma suratu Al-Masadi, basi wanafiki watampiga vita sana, watajipanga kumpiga vita, yani yatashammaru li muadatihi, watajipanga kumpiga vita na kutafuta udhaifu wake, lakini kisha Mwenyezi Mungu atawaangamiza wenye kumpiga vita, kumfanyia uadui. Taib, ama mwenye kuota yuwasoma sura ya 112 ambayo ni suratul Ikhlas, wanasema ndoto hiyo maana yake nala munahu, maana yake mtu huyo atapata matakwa yake, yale anayoyataka atayapata. Wa adhuma dhikruhu, na heshima yake itapanda, cheo chake kitapanda, hadhi yake itapanda, ukubwa wake, kwa maana atakuwa ni mtu mkubwa. Wa wuqiya zallati tauhidihi, na atakingwa, atalindwa dhidi ya kudhalilishwa tauhidi yake. Maana yake ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu atamkinga dhidi ya tauhidi yake, maana yake atakuwa ni mtu mwenye tauhidi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, hatodhalilishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hatakuwa mtu dhalili, hatakuwa mtu duni juu ya tauhidi. Taib, lakini wanaendelea wanawazuoni wanasema, na mwenye kuota yuwasoma suratul Falaq ambayo ni sura ya 113, wanasema fa inna Allaha yadfa'u anhu, hakika Mwenyezi Mungu atamuepushia sharra al-insi wal jinni, shari za watu na majini. Ukiota unasoma suratul Falaq ambayo ni sura ya 113, basi Mwenyezi Mungu atakuepusha na shari za majini na watu, walhawam, na shari za wanyama, walhusad, na shari za mahasidi. Mwenyezi Mungu atakuepusha na shari za mahasidi. Naam, hiyo ni tafsiri ya sura ya 113 ambayo ni suratu Al-Falaq. Ukiota unasoma suratul Falaq, basi Mwenyezi Mungu atakuepusha na shari za watu na majini. Taib, ama mwenye kuota yuwasoma sura ya 114 ambayo ni suratun Nasi, wanasema wanawazuoni ndoto hiyo inamaanisha uswima minal balaya, inamaanisha ndoto hiyo atalindwa kutokana na balaa mbalimbali, kwa maana yani Mwenyezi Mungu atamlinda huyu mtu mwenye kuota yuwasoma suratun Nasi na balaa mbalimbali. Wa uidha minash shaitan, na ataepushwa na shaitan, wa junudihi, na jeshi lake, wa wasiwasihim, na minong'ono yao na wasiwasi wao. Manake Mwenyezi Mungu atamuepusha na shaitani na jeshi lake. Kwa hivyo hizo ndio tafsiri za ndoto za sura za Qur'ani. Na hiyo ilikuwa ni sura ya 114 ambayo ni sura ya mwisho katika utaratibu wa sura za Qur'ani, katika utaratibu wa sura za Qur'ani. Mwisho, ndugu zangu watazamaji, baada ya darasa hizo ni kuombe tu usiache kuendelea kufuatilia tafsiri za ndoto mbalimbali, na kwa wale ambao mtahitaji tafsiri ya ndoto zenu binafsi, kwa mfano umelala umeota ndoto zako binafsi unahitaji tafsiri zake, basi ndoto kwa uchambuzi wa kina wa ndoto, tafadhali wasiliana nasi kwa ada ya huduma hiyo. Yani kupata tafsiri ya ndoto zako binafsi kuna ada maalum ambayo utaituma kupitia 0652286323. Lakini pia tuna grupu la WhatsApp la wale ambao mnahitaji tafsiri ya ndoto zenu. Hili ni grupu la watu ambao ni VIP, ni grupu la watu VIP, lakini kujiunga na grupu
pia kuna ada ya kila mwezi. Katika group letu utapata tafsiri za kina na nafasi ya kuuliza. Utapata pia nafasi ya kuuliza swali la moja kwa moja na masomo ya siri za ndoto utazipata humo. Naitwa Imamu Shaabani Ramadhani Mponda. Sina la ziada, niseme wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.